Mtazamaji, rabsha zilizuka katika kanisa la PCEA Kasarani leo baada ya vijana kuzua ghasia wakitaka kuingia kanisani alimokuwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Na risasi zilifyatuliwa na maafisa wanaomlinda Gachagua kuwatawanya vijana hao, huku pikipiki moja ikichomwa nje ya kanisa hilo. Na Melita Oletengeza anaarifu zaidi kuhusu kizaza hiki cha mapema leo. Milio ya risasi ilitanda katika kanisa la PCEA Kasarani, taswira tofauti na Jumapili nyingine. Mamia ya vijana walikuwa wameingia kanisani kwa fujo na kumzuia aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuwahutubia waumini. Walitupa viti, mawe na hata kuwapora baadhi ya waumini na kupelekea maafisa wanaomlinda Gachagua pamoja na wazee wa kanisa kuwatawanya. Aidha, utulivu ulirejea na ibada ikaendelea. Tumewa guns kila pahali. Kama hivyo ndivyo rais ameamua. If that is his modus operandi, it's okay. But sending guns ndani ya kanisa, rais, what happened to you? Ndani ya kanisa, surely hao watu ya kanisa ndio walikuombea. You have intimidated Rigathi enough times. Mulimtoa kwa kiti yake akanyamaza. Akaenda nyumbani, mkamfuata nyumbani. Mkachukua askari wake. Mkaenda kwa familia yake. Akienda matanga, mnampiga kule. Ameamua kunyamaza, ameamua kufanya mambo yake. Leo amekuja kuomba Mwenyezi Mungu, tena mnamfuata. Gachagua na wandani wake wakisema tukio hilo pamoja na matukio mengine ya awali yanalenga kuvuruga amani nchini. We are aware the Deputy Inspector General aliambia polisi wasikuje, but a few policemen in plain clothes walikuja wakasaidia pale, which is okay because there are some officers who are conscious that they have a constitutional obligation to protect life and property. Last week tumetumia polisi kutuhangaisha Naivasha, which is okay. Sasa nataka niambie Ruto, ujifunze kwa Rigiji. Umekuja mlimani, Rigiji hajasema lolote. Amekupa amani, hatuja kuvuruga. Jifunze na Rigiji. Melita Oletengeza, Runinga Citizen.